kitabu cha Efeso sura ya kwanza na mstari wa 18, anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la wito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Macho yatiwe nuru. Kuna season mpya kanisa inakwenda kuingia. Lazima macho ya Wakristo yatiwe nuru, yajue ni wakati gani kanisa lipo na ni wakati gani kanisa linakwenda kuingia. Bwana Yesu asifiwe. Nazungumza katika lugha kidogo inawezekana usielewe. Tunaingia kwenye wakati mwingine kwenye kanisa la Mungu Tanzania. Kwa hiyo ni vizuri kanisa la Mungu Tanzania likamate maombi, lishike maombi, waingie kuomba ili wakati huo ambao kanisa linakwenda kupita watoke wakiwa washindi. Wakristo mwelewe. Kuna kipindi ambacho kitakuwa ni kipindi cha changamoto. Kitakuwa kipindi kigumu, kitakuwa kipindi ambacho mambo mengi yatalikuta kanisa. Kitakuwa kipindi ambacho kitakuwa ni kipindi cha kukatisha tamaa. Kitakuwa kipindi ambacho Wakristo watachoka. Maisha yao ya ndani watasikia kuchoka. Kuna wakati watapuuza. Hata kwa habari ya ibada watapuuza. Ni wakati ambao kanisa linatakiwa lichukue zamu ya kuomba. Kanisa liombe. Ndio kipindi ambacho adui atajaribu kuligusa kanisa. Atajaribu kulitikisa kanisa. Ili Wakristo ambao wameamua kufuata Kristo wajulikane, na wale ambao wameamua kwenda kanisani kama fashion wajulikane. Amen. Kuna mtu anaelewa? Amen. Ni kipindi tunachoingia kwenye kanisa. Ni kipindi ambacho kanisa linatakiwa lisimame katika zamu ya maombi. Na kanisa likisimama katika zamu ya maombi likiomba, Mungu ataleta majibu katikati ya kanisa. Nasema Mungu ataleta majibu katikati ya kanisa. Kuna mtikisiko utapita ndani ya kanisa. Sizungumzia agape. Sizungumzia agape. Nazungumzia kanisa la Kristo katika nchi ya Tanzania. Amen.